أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tuko kwenye Ijumaa ya 28 mwezi wa 6, kwa maana mfungo 9 1447 kwa takwimi ya Hijria, sawia na 19 mwezi wa 12 2028 kwa hisabu za kimiladia 2025. Barakallahu fik. Tayib, tulikuwa kwenye silsila ya watu 7 watakaofunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu. Tukafika kwenye mtu 4, wawili walopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, si kupendana tu. Tukaiona ilikuwa Ijumaa iliyopita tuwe kwenye mtu wa 5, ule aloitwa na mwanamke mwenye cheo, mwenye hela, lakini akakataa. Aliyemuita kwa tendo akakataa. Ikatokea dharura za kuiweka kando hii hotuba. Leo ilikuwa ni hii mtu wa 5 atakayefunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu, lakini pia kwa dharura tutaipisha. Pia tutaenda kwenye maudhui kaifa yanjahu nikah, vipi ndoa inafaulu. Sikiliza vizuri sana, kwa sababu sote ni wanandoa, ujue ndoa yako itafaulu vipi, kwa maana hakuna afanye jambo akataka kufeli katika jambo. Kila anayetaka kufanya jambo lolote kwenye safari ya maisha atakafaulu, na hata akifeli katika kuanza atafaulu katika kumaliza ama kati, ama akifeli kabisa ataanza mwanzo. Kwa maana safari ya mtu kutaka kufaulu haikatiki ndiani. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu amekuwekea matarajio, na matarajio ni ya ndoto yako kufaulu wakati wowote anaotaka Mwenyezi Mungu. Sasa hakuna ya kuwa nimeanza biashara imefeli, basi nimeanza hili nimefeli, basi nimeoa mke huu nimefeli, basi ukaketi ati ni walini ncha Mungu, sasa utaki tena kuoa. Hapana, unaendelea mpaka iko siku, saa, mwezi, mwaka kwenye siri ya Mwenyezi Mungu atakuja kukutafsiria ndoto yako na utapata yale uliokuwa ukiyatarajia. Siku zote tunataka kufaulu,
Kufeli ni katika matokeo ya kimitihani. Je, ukifeli ndio basi ama ukifeli utajaribu? Picture mumeiona. Sasa sikiliza vizuri, kwa sababu hapa nafikiri takriban sote isipokuwa hawa watoto wadogo watarajiwa ndio ambao hawako kwenye maharusi, hawako kwenye safari za ndoa. Na naitoa khutba hii tukishuka ni kufunga ndoa tu, hakuna masala kutoa tena kalima kuhusu ndoa. Hii ndio kalima kabisa. Bwana harusi akiwa tayari, itasoma khutbatun nikah, atapewa mkono, haya enda akaangalie mambo kwa mtana kupe bila kuwashata. Kwa hivyo kila mmoja achege mashikio, kwa sababu yanihusu pengine hii khutba na ya kuhusu. Kaifa yanjahu nikah, hii ndoa hufaulu vipi? Mbona wengi ni failure katika masala ya ndoa? Wapi tatizo la kutufanya ndoa ifeli? Na ni jambo takiwa kufaulu, kwa sababu ni kifungo cha maisha. Lengo la ndoa nkudumu, kila mtu amuoshe mwenzake, amstiri. Mbona lakini haipigi hatua? Mara ndoa isipige hatua na hutoka mtihani katika ndoa, ikafungwa nikaha, ndoa ikayeyuka kabisa. Why? Kwa nini? Hata vitabu vizungumzo, kwa sababu haya ni mashakili yetu. Fazawaju manhaju hayatin mutakamilin, ndoa ni barabara ya uhai kamili. Wakisema ulama ndoa ni barabara ya uhai kamili, ina maana kwenye ndoa kukipatikana upungufu kidogo tu, ile ndoa haiwi timifu, ile ndoa haiwi ni yenye kutimia tena, haiwi ni kamili tena, kwa sababu kumepatikana upungufu wa kutoifanya ndoa kuwa kamili. Sikilizeni sana, haya ni matatizo, kwa sababu tusije tukapiga kungu hapo kalala ukatoa koromo. Ukisikia hukimiwa huna imoja ulilolipata, ukenda kuingia katika mkondo wa ndoa, uende ukafanye rafu zako, kwa sababu unajua katika sisi wanaume kuna watu wenye hasira mbiti, wenye kujisikia. Sikiliza vizuri sana, ndoa ni uhai kamili. Kukipatikana upungufu, ile ndoa haiwi ni yenye kutimia. Kwa hivyo shati mwenye kuoa awe makini sana, na mwenye kuolewa awe makini, nani huyu atakayenioa mimi, na mwenye kuoa awe makini, nani huyu nitakayemuoa, na wazazi pande zote wawe kamili, wawe makini katika kulisimamisha hili, kwa sababu ni mfumo wa maisha ya kuendelea kwa watu ambao ni wageni na safari hiyo. Kwa hivyo hakuna upande wa wazazi kufanya uswahili katika masala ya ndoa, wala kufanya ukora katika masala ya ndoa. Kwa nini? Wantoa mwanao kwenye safari ambao si mazoea kwake, huanza kuizoesha sasa mpaka mama awe ni nahudha na baba awe ni rubani kikwelikweli, ili usitokee chombo kuzama pwani kabla hakijaondoka kuingia maini. Sikiliza vizuri sana, kwa sababu katika swala la ndoa pana ukora wa kikwelikweli, pana uhuni wa kikwelikweli, pana chendekeza kwelikweli. Pengine chendekeza huenda zikatoka kwenye wazazi, ikawa sababu akuharibu tokeo zuri katika matokeo ayapendao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Limadha? Kwa sababu ndoa yaqumu ala tawfiri alhayati nadhifa, husimama kuleta maisha nadhifu, maisha safi, si maisha kumwicha mrembo kitotoroni. Si masala ndoa, wala si maisha kumpigia mbinja mrembo. Hapana, ni maisha huru ya kuwa
waweza kumfanya mrembo vovote, lakini si popote, kwa nidhamu maridadi. Waweza ukambusu mkeo, hakuna mwenye kukulaumu. Waweza ukamshika mkeo mkono, hakuna mwenye kukulaumu kabisa. Lakini kabla ya hapo ulikuwa huna ruhusa hata kumnyoshia kidole. Nini? Kwa sababu ni jambo la nidhamu iliyopangwa mbinguni, si nidhamu iliyopangwa na uswahili mezani, kwamba tutafanya hivi, ndoa tutafanya hivi, tutacheza hivi, tutapamba hivi, tutakula hivi. Hapana, hii ni manhaju hayatin, barabara ya uhai ulokamilika. Kwa hivyo hakutakiwi kuzushwe mapungufu ya kuifanya ndoa iwe na upungufu. Tayeb, tena ni uhai nadhifu, twahara, wenye kukinga mtu kuingia kwenye haramu. Tayeb, kwa hivyo fa amru zawaju liyum, jambo la ndoa leo, sikiliza vizuri sana, hupatikana haya. Kuna miongoni mwao huja wakafanya utukivu kumuozesha binti yake akamuozesha, huja akatukia hilo. Nitalitafsiri ibara kwa Kiarabu, musione mambo ya kubuni. Minhum man yakrahu ibnatahu ala zawaji raghma anfusiha, huja akatukia binti yake kuolewa, licha kutukia yeye mwenyewe. Kuna watu wametukia kuoa, wamekaa miaka pita miaka, huponda mpunga tu, na ukiponda mpunga ndio huchemsha hisia. Zikichemka hana kummalizia hisia, kwa sababu wamekachikiwa mwenyewe, hataki kuoa. Sijui kama una ucha Mungu, kuna waliosoma walionizidi. Sijui kwamba kwa kuna ucha Mungu wa mtu uko sawa sawa aseme sitaki kuoa. Mushkili huo, intabi. Wa minhunna, miongoni mwao, sikia matatizo ya ndoa. Man yakrahu waladahu ala zawaji ibnati ammihi, huja akatukia kumuozesha mwanawe binti ya ammi yake. Kuozesha walioko kwenye boma ni nguvu zaidi kulitilia kasi na nguvu lile boma la familia. Maana ndoa humvuta wa mbali si kizazi, akamleta karibu akawa kizazi. Lakini ukimvuta wa karibu ambao ni kizazi chenyewe, basi huwa kile kizazi umekichilia nguvu zaidi. Ndipo ukaona fikihi ya Uislamu imesimama, hata sadaka kumpa wa mbali mbora, lakini ukumpa kwenye mtu ambaye ni bomani ni bora zaidi, kwa sababu huwa sadaka na ni kuzidi kukitilia nguvu kizazi. Lakini kuoa kwenye boma, uzuri wake ni uzuri kwa sababu kuna nasi za kuthibitisha hivyo, na kuoa mbali si ubaya, kumvuta aliye mbali kumleta katika karibu. Lakini hilo boma la nasaba la kuozeshana ndugu, shati watu wawe makini kweli kweli. Ukikosa ramani, tofauti yake na farakano lako ni kubwa kuliko kufarikana na mtu mbali. Achieni akilini sana, manake uweza mtu akakatika kwamba boma letu sisi hatutaki kuingiliwa na yoyote, sisi kwa sisi. Sawa, nyinyi kwa nyinyi, kuzaliwe iwe kama Machina. Huwa akifanya kosa aweza kushikwa mwingine akatiwa adabu akaambiwa ndie, sawa. Lakini shati uwe makini. Kuwa makini vipi? Nau'un min at-tafarruqi, iwe imefanyiwa kinga kulingamana na ibara la kwanza tulilolisoma. Ukitofautiana mboma moja ni hatari sana. Lakini kwenye pande zote hizo sharia imetuambia hapo marubani nani? Kina mama na kina baba wenye kulipa zoezi tangamano hili, shati wawe makini sana, wasiwe wahuni. Wawe makini sana na sharia, wasiwe waswahili.
hili si jambo la ndoa, si jambo la kufanywa Kiswahili Swahili. Hili ni jambo la kutunga sharia iliyopangwa mbinguni na Rabbus samawati wal ardh. Tayeb. Wa minhum, na miongoni mwao, man yajlisu ma'a makhtubatihi, kuna mwenye kukaa na mrembo wake ule atakayemuoa. Maana siku hizi mwenye kutaka kuoa si vyote, lakini kwa wengi maelewano huwa maelewano kupitia kwa mitandao. Taarifa zikija kwa wazazi huwa mambo yote yameisha, na kinga huwa amezipanga. Pengine mrembo amekupangia kinga, nenda sasa, ukaamrishwa na mrembo, nenda sasa kaposi. Nikikataliwa, nyamaza, si juu yako, ni juu yangu. Wakati huu tulionao, siolewa zamani wa mamama na baba hawakusoma, lakini Mungu aliwapa taufiki ya kujizuia na taufiki ya kujihifadhi. Akaenda akaambiwa mrembo, amekuja mtu wa dini, twamjua na dini yake, hatuna wasiwasi wowote, amependa kuingia kwenye mlango wetu na haja kuonapo, twakuomba kwa ridhaa yako. Wasemaje? Binti amwambie, ikiwa nyinyi mumekubali kidini, hata kama sijamuona, nitakuja kumuona na dini yake, tukitangamana kidini. Leo hayo nitamuoa, sijamuona kabisa bwana. Kwa hivyo watakaje? Wataka haya. Sikiza ibara linasemaje? Minhum man yajlisu ma makhtubati, kuna mwenye kukaa na mrembo wake ule atakaye kuoa. As-saati tiwal, masaa marefu sana, bali aweza kwenda nyumba ya mrembo na akala lunch huko na hakujaoanwa. Wayakhruju maaha, mwenye kuoa akatoka naye, ila ma yakhruju ilayhi, kwa lile analotokea nalo, wakaannaha zaujatuhu, ikawankana mkeo. Mwasemaje hapo? Situmai kwamba kwa liko la kupingika, na mwenye kupinga hodari afanyeje? Apinge. Mkweli wengi, mtu huu ndiye ntarajiwa nitaka kumuoa, ataenda naye beach, ataenda naye Mama Ngina kule, ataenda naye State House kule, watanunua mazawadi, watakula ma ice cream. Hakadha din, hakadha sharia, hamna. Intabi. Wa minhu, na miongoni mwao, man yusrifu fi nikahi, kuna venye kufanya israfu katika ndoa. Israfan la hajata ilay, israfu ambao haina haja yote, hakuna dharura zozote za kufanya israfu. Ukichengeza chakula aina mbili, cha chumvi na cha sukari, wenye sukari watajikinga kwa sababu kuna cha chumvi watakiponda, asopenda chumvi taponda cha sukari, na mwenye kusukuma mawe pande zote tasukuma mawe pande zote. Lakini eti chakula chimpaka aina 10 aina nini, ni israfu tu kwa mama zetu hawa wapenda mno israfu. Na ukiwaambia wakawata, basi kama mimi mmekula za watu wengi. Wewe ulokula za watu wengi, mimi sikula za watu wengi, pengine sikualikwa kwame katika hiyo harusi, ukaalikwa wewe. Sasa kwa kuwa wewe umekula sana za watu, taka kuniua mimi nitoe kwa wewe kulipa deni, na mimi siaki hata kitu kimoja. Na pengine wewe ukienda kula na zingine ukaiba ukazitia kwenye handbag yako, na yako hayo umekula wewe shibe yako. Na pengine ukija ukaniambia, usizidare hizi, mwenyewe mmeziweka, ndio chakula changu cha usiku. Umekwenda kula na umetukua, hunipinami kababu hata moja. Sikilizeni vizuri sana, hatusemi wakutekesha. Tunaumbwa helo sana sisi wanaume katika masala ya ndoa, lakini maandiko wanasema hivyo. Kuna venye kufanya israfu na sisi tukasaini israfu. Kusaini israfu nini? Nataka pesa ina kadhaa. Okay, nataka kufanya nini? Nataka hivi, nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Hakuna sauti, hata kama taivua roho yako uende ukaichie madeni. Bora tu ria. Harusi zetu zimekuwa ni harusi za ria. Hakufani ikiwa hakukufanywa ria.
Intabih. Miongoni mwao man yadhlimu zawjatahu, kuna mwenye kundhulumu mkewe. Kweli si wote, kuna wenye kuoa, wale wenye kuolewa wakafanya nimekuja kwenye umakinifu wa utakao Mungu, intabih. Lakini kuna wenye kuolewa huja akajihisi nimetolewa kwa wazazi wangu kwenye uburuda kwa nkitakacho, nimeletwa kwenye mshenzi huyu anaonionyesha madhila katika maisha ya ndoa, mpaka kama mwanamke akawa anaita wakati tulionao afadhali mtu kubaki hivi hivi, japokuwa si afadhali, lakini huja akaona ni afadhali kwa sababu yale aliyokuwa akiambiwa ndoa ni umakinifu, mke akipata mume sitara, akaja akapata dume jitu la wanawake kama jogoo asokuwa na kisusu nyuma, manake akenda huwa tayari kuteza supala na kuteza pachanga. Hawa wanaume kasrani ambao wanaiharibu manhaji ya ndoa. Sikiliza vizuri sana, kuna mwenye kudhulumu mke wake, na ni kweli kuna wake wamedhulumiwa, hudhulumiwa kweli kweli, na mtu akaangalia ujogoo wake tu na ubopari wake katika kufanya wake. Mimi hasi ogopi kusema hata kama babangu ndiye mwenye sifa hizo, nitawasha hivyo hivyo, hata kama atakuja mbele ya safari pengine anirudie mimi. Ulimwengu hujui utakugeukea namna gani, lakini taka mtu awe na ramani katika swala la ndoa. Mtu asifanye jogoo kwa kilopi chapo chofa, kilopi chapo chofa, atakwenda kuchofa pasipochofeka, uumie usichofe tena. Tayib, tuko pamoja? Wayuamiluha, akawa anamfanyia muamala mke wake, muamalatan fi ghayati lisaa, muamala katika kikomo cha mwisho cha uovu. Mwisho wa kuisha akawa atampandisha mwanamke wa nje kwenye kitanda cha mwanamke wa halali. Na sisemi kwa kubahatisha, ni ugonjwa ulioko katika mujtamai wetu. Tayeb, wa minazawji, kisha akasema muamalatan fi ghayati lisaa, mume amfanyie muamala mke katika kikomo cha mwisho cha maovu. Maana kumpandisha mwanamke wa nje kwenye kitanda cha mke wa halali, asalala, huwa ni baba na mama kukubadili kadari ya Mungu tu. Ni kadari imeandikwa kuja kumwozesha binti yangu ama binti yako huyu, lakini hatujui ghaibu. Tuko pamoja? Sikiliza vizuri sana. Astaghfirullah. Kwa hivyo kuna wenye kudhulumu mke akamtendea muamala katika kikomo cha mwisho cha uovu. Wa minazawjati, na katika wanawake sasa. Tabih, man la tuhsinu adaa haqi zawjiha, kuna wasofanya uzuri kutekeleza haki za waume zao, hupiga pande zote sawa. Lakini angalia huyu msomi akaruka tena akarudi kwa wanaume, ina maana gani? Mbona hapa hakuchupa point 2 3? Ametupa point kupitia kwa wanaume, ametupa point moja tu, ni kwamba ziko mara amerudi tena kwa wanaume. Ina maana tuna matata sana baadhi yetu katika suala la ndoa zetu. Chia akili. Kuna mwenye kuoa man yatazawwaju bi zawjatain, maandiko hayo. Kuna wenye kuoa wake wawili, wala yaadilu bainahuma ila akhiri hadhihi almukhalafati walisad, akawa hafanyi uadilifu kwa mmoja wao mpaka mwisho wa mukhalafa huu na mpaka mwisho ya uovu huu. Wanawake hufanyiwa uovu sana, watiliwapo wa pili, na ni sheria, si makosa. Lakini tunalolitaka chunga sharia, usioe wa pili wa tatu fashion. Na wengi wetu wanaoa ni fashion tu, wakikaa katika baraza za kahawa, wakisha kuipiga ile nyeusi ya Kiemeni, stimu zishapanda, basi tena huwa kiulizana tu, wewe ni wangapi? Mimi ni mmoja. Kwa hivi twende bwana, kwendewa tu ziko mkahawa, hizo stimu za kahawa hakuendewi, hutazama kwa pa kuendewa. Uendapo ngwapi?
Ukimuona fulani ana wawili, mbona mpaka sasa sijachua pili? Tukua jembe kalime, wa pili hutiwa tu, watatu hutiwa tu. Kuna mipango maridadi. Wala hata wale wajinga wengine wanaosema fulani na fulani mpaka sasa ni mmoja tu, yuogopa jambo, huolewa tu. Hata kama sisi maduati tusende tukakosa uadilifu, tuambieni watu hakuolewi tu, isiwe kwamba pana bwana shujaa mkuu wa wake wawili. Hakuna ushujaa huo. Ushujaa usiokuwa na uadilifu huo ni ushujaa. Chieni akili sana. Nitapiga mfano. Anayehusika kwa mfano akipata habari yeye mwenyewe nyumbani, atamwambia mke wako, ule mfano uliotolewa siku fulani hutuba ya ndoa katika msikiti wa Bakarani na Bahero ndimi. Lakini sema mwambie mke wako, mimi husafiri mtu akenda Maka ama akenda Madina, una wake wawili, akishuka Nairobi akapiga simu Mombasa ya kuwa mimi nitaingia Alhamisi na amelendi Jumatatu Nairobi. Mwanamke huku akawa una hamu Alhamisi, kumbe yeye ashaingia Jumatatu, uko zake Nairobi, akatukua sasa na hizi siku za huyu sasa yakampa Alhamisi. Nilimwambia mmoja, ataipata hii habari nilimwambia mmoja, huu ni uadilifu, tuache nawe. Ambia mmekuata, ushafanya, hata kama mmekushika ushafanya. Hasemeni nyinyi wenyewe huu ni uadilifu? Ndizo mathna hizo, mathna za kihuni. Mathna umpigia mrembo wako, utaingia Alhamisi Mombasa, bado mimi nitaondoka Jeddah Jumatano usiku, na wewe Jumatatu uko Nairobi. Endeni na mathna zenu, ikiwanza mathna za kikora. Tayib. Wa minhum, na miongoni mwao, man yughali fil muhuri, kuna wanaofanya mahari ya juu kweli kweli, inda zawaji ibnatihi, wakati wa kumwozesha mrembo wake, mimma la hajata ilayhi, kwa jambo ambalo halina haja. Si haja, si kwa kuwa haifai. Mwanamke mahari ni ayatakayo. Hata akikwambia kwa kweli, mimi nimekubali baba, lakini ikiwa kina fulani twasikia kwamba kwa watu wazuri, mahari yangu mimi nataka fanicha kamili, lakini fanicha kamili yenyewe si mbao za muhembe za kuliwa na ngoloko, mbao nsaji kikwetu, mafhumu nzuri, na ukipiga vanish ukwambia mrembo mwenyewe waweza kuitazama akajiona kwenye ubao. Sio kama hakuna wasiwasi, laki moja na full furniture, lakini iwe mbao mzuri. Nakubali sam'an wa taa. Hiyo sam'an wa taa yako na kuweka kifua kuonyesha utakalo, na ditaka hili jambo silipati mpaka nkubali hilo, na ditaka hili jambo mpaka niifanye malakun karim katika kuzungumza, lakini kumbe ni ikhwatu Yusuf wakanlaza Yaqub, kumbe wataka kwenda kunchosa nchu kisimani, sio yale waliozungumza. Hii Qur'ani ni kweli, ni kitabu kitakatifu kikweli cha kutufundisha sisi safari ya maisha yetu. Ni kweli, akutaka kwa yambo hukupa kusudio lake. Nataka unipe kura, atakwambia we nikisha kuingia bunge tavakanyaga kweli kweli? Hapana. Atakupakia rangi misikiti, atakualika, atavapa pesa 2-3 hizi, na tukialikwa kina sisi walimu utafuta mikandu tukipiga pasi, huataka tayari twajua hapa baada ya kikao hapa tapoa bahasha. Tutieni akili sisi pia maduati katika safari ya maisha yetu, tusikodoe mato ikawa ntamaa tukaisahau dini ya Mwenyezi Mungu. Twendeni tumalizeni. Si haja kuinua mahari kiwango cha juu, ili kila mmoja awe na uwezo. Unao uwezo, ana haki mrembo kutaka atakacho. Hii ni haki yake waliopewa na Mwenyezi Mungu, lakini twataka baraka za Mungu kwa ulimi wa Mtume aliyosema kuhusu mahari kwa chini, ndio ghali hayo katika saada ya dunia na kesho akhira.
lau kuntum ta'lamuna dhalika. Tayeb, huja wakafanywa binti kasil'atin tuba'u wa tushtara bilmal. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema khairu sadaqi aisaruhu, mahari ambao ni bora zaidi tena aisaruhu ni yale ambao ni mepesi zaidi, ili lile lengo lipatikane. Dini ndiyo yenye thamani kuliko thamani ya kiwango, na nitawapa ushuhuda kwa upesi wepesi. Haya ndiyo yaliyokuja katika miongozo ya Qur'ani na miongozo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asemaje Mungu 123 Twaha, faman tabi'a hudaya, yoyote mwenye kufuata uongofu wangu, Mungu asema fala yadhillu wala yashqa, hapotei wala havi muovu. Lakini mbona huja kupatikana mabadiliko katika ndoa? Mara mwanamke akabadilika tabia, mara mwanamume amebadilika tabia. Nini? Hakufuata ramani halisi iliyochorwa na sharia yetu. Usisikie. Na wakati mwingine huweza mume akawa alhamdulillah wa dini, tukankubaliki dini, lakini kisha akenda akaharibiwa na mrembo mwenyewe kwa sababu ya tabia zake mbovu. Safi hapo. Na huenda mwanamke akawa tabia zake nzuri alofundwa na mamake na babake kwenye nyumba yake, akenda akapacha mwehu mwenye tabia mbovu, akangeuza mpaka ikawa mrembo hajui kujibu, akajua kujibu. Sababu nani? Ale maadili aliyopata kwa mama na baba akakosa kwa kuwa hana namna. Nishati wakati mwingine ni njibu kwa sababu ya ukora na udhila na udhalilifu wanavyonifanyia. Sikunyuka kuolewano hata ukishindwa, huangaliwa la kuoa na wa kuolewa kulingamana na sharia ilivyo. Twende kwenye kumalizia. Al-Imamu al-Ghazali asemaje? Asema hivi: an-nikahu, ndoa, sababu daf'i ghailati shahwa, ni sababu ya kuondosha maangamivu ya shahwa. Ukishaoa kwa ajili ya Mungu, basi ushapata sababu ya kupunguza michefuko na kupunguza maangamivu. Ijitu ikiwa halijaoa na ni jitu la kukaa faragha mbele katika desturi yake, faragha inampa kila maneno. Manake faragha ya mtu peke yake ndugu yake huwa shetani. Ndipo hata Mtume asema usikae faragha na mrembo, watatu ni nani? Ni shetani. Sasa na wewe peke yako sio? Shetani usawirishe, mara wenda choni na huendi kukojoa, huendi kwa haja kubwa, jaza mwenyewe. Ukimaliza shughuli zako nini? Ni ile faragha kutoka. Faragha inampa mtu ndipo aingie kwenye uzinifu. Hutaki kuoa faragha, ndio inakukufanyia ufanye uliwatwi, tena ukubali mawili, kufanya ama kufanywa. Na dipendao kazi hiyo ya kufanya watoto, iwapo kila kichia dirani kutoka dirani hampati, humkubali akamwatia, akafanywa, basi kisha akankabidhi, akilipa kisasi, akalipa ndivyo, akaua. Hawa watu ndio kasema hadi yao ni kuuliwa tu. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaum lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula. Mijapokuwa mlolongo wa maneno wa mafukaha kuhusu hadi ya mwenye kufanya na mwenye kufanya, ilitokea nini? Mijitu isiyopenda kuoa. Tumalize. Imamu Ghazali kisha sema fa inna shahwata, hakika shahwa, idha ghalabat, inaposhinda shahwa, isha kushinda, walam yuqawimha quwwatu taqwa, isiwe na mapambano na nguvu za uchamungu, jarat ila iqtihamil fawahish, hupita sasa kwenda kupanda maovu. Mara kungilia wanyama, kuwadhulumu wanyama yote yako, mara kumuingilia mpaka nyanyako. Utashindwa kumuingilia binti yako? Sisemi kwa kubahatisha, wallahu shahidun ala ma aqul. Itakupelekea mwisho utatimba kishimo, ukaona hichi kishimo size, baada dhalika uichie nafsi yako hivyo. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Hani maneno ya al-Imamu al-Ghazali. Al-Allama Ibn al-Qayyim ndipo akasema haya.
Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutakuwa mfano, ikhtara Allahu tabaraka wa taala li nabiyihi Muhammadin alayhi salatu wa tamma taslim afdal al-ashya, alinchegulia mambo ambayo ni bora sana. Falam yakhtar lahu tarka nikah, hakumchegulia la kuata kuoa, bal zawajahu bitis'in fama fawqahun, kamwozesha 9 warembo 9 na juu yake, kama riwaya zinazokuja. Wala hadiya fawqa hadihi, hapana uongofu juu ya uongofu wake. Tayeb, al-ususul asasiyati linajahi zawji, misingi ya kimisingi ya kufaulu ndoa. Moja, kwa haraka haraka, wataka ndoa yako ifaulu, isiwe ni ndoa fashion, isiwe ni ndoa ya kukufanya wewe ni kikuku ama mbeberu. Hudumu katika ndoa. Moja, almawaddatu warahma, mawadda na rahma. Mawadda na rahma ikataja katika aya katika suratu Rum kama sikukosea. Na mawadda si uhodari wa mtu. Intabi, kama sikuimalize hii khutba, point nyingine nitazizungumza baada al-maghrib ama baada al-isha. Najua kuna ndoa nyingine, Mungu ajalia itoke na ngine, iwe ni baada al-fajr, itoke na ngine iwe, lakini si fajiri ile ya kutabiri. Fajiri ndoa baada al-fajr, ukatuweka mpaka saa 5 ama saa 3 kwa utabiri wako feki na saa yako ya kupewa na Mungu wako nganga. Alfajiri, kama taka alfajiri, alfajiri tukisha kupiga rak'ati alfajiri, tukisali rak'ati alfajiri, alaysa kadhalik, ndoa tayari. Hayajaribu mtu mwingine ajaribu, maana umepiga fajiri rak'ati alfajiri ndoa, kisha ukasema atakuwa na uvumilivu mpaka mpate na ishraq. Ukitoka iwe ni suna nyingine pamoja na chai. Hakuna chai nzuri kama chai, lakini ni uganga tu. Huja ukawekwa kuanzia alfajiri hapa mpaka saa 4, kwa sababu akutabiri. Hatuna manhaji ya Mungu katika masala ya ndoa zetu. Mawadda na rahma, ni kweli si uhodari wako, ni kweli. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadda. Mawadda ni ya Mungu, huyaweka kwa mtu, hakuna mizizi wala hakuna kitu kingine. Rahma ipatikane, pendo lako litadumu. Namba 2, athiqatul mutabadila, uaminifu. Thiqatul mutabadila ni mume awe na thika na uaminifu na mke, na mke awe na uaminifu na mume, ma hifdhil asrar, pamoja na kuhifadhi siri. Pana siri chungilia kule ambao ni wewe na mke na Mungu. Hata uchesi wenu usikupelekee ukenda ukazungumza barazani, yule hata alikuwa ni hivi. Nataka hawa watu subhanallah, kama ilikuwa ni zama za Khalifa Umar radhiallahu anhu, wangekula mikwaju ya kisawasawa. Unachungilia siri ya mrembo wa mtu unaojua ni wewe na Mungu wako, kisha unakwenda kuhadithia. Alaysa kadhalik? Tayeb, la pili. La 3, atawasulu wal hiwar, kuungana na kujadiliana. Si kujadiliana ile mijadala yetu ya mara upelekeana mikono, mara ngumi, mara hurushiana viti. Mjadala mke na mume uko, twajadiliana kuhusu tokeo fulani. Mke akatoa huja, wewe ukatoa huja, mara mkafikiana huja. Hilo ndilo huitwa pendo, huko ndiko huitwa kuoana. Leo mwanamke akwambia hela ndo tushauriane kuhusu hili, tayari una hasad ya kuwa tukishauriana atajua siri zangu, tukishauriana atajua ninayoyafanya, tukishauriana. Kuna wanaume mahasidi kweli kweli, kwa ambavyo kuna wanawake mahasidi kweli kweli. Alaysa kadhalik? Tuyavumilieni pande zote, sio kwa kila ndoa basi nikubembeleza ndoa ni hivi basi ni hivi ukenda. Hapana, ni hivi raha. Kuna ambavyo si raha, kanyaga ili uje katika ramani ya kisawasawa. Mawasiliano, kujadiliana. Sisi waume hatuna mijadala, taki kujadiliana na wake zetu. Nini? Kuna siri ufiche. Sasa taka muelewa kwamba kuna wanawake wenyewe na kanaza, hata chako ulichokiweka ukija utakipata vile vile. Kuna wanawake wamefundishwa maadili na wazazi wao. Sasa wewe usimuharibie mrembo wa watu maadili yako kwa sababu ya uhuni wako. Tumalize, vumilia kidogo, bado kitu viwili vitatu. Al-ihtiram, pana heshima. Mwanamume lazima awe na heshima ya mwanamke wa watu, kwa sababu pengine katika kugonga ulirudi mara 10, ukawa hulia, hunuishai, huliwali, huwatoa watu, nenda tena, nenda kajaribu tena.
Leo ukija tuambie saman wa taa, jazakallahu khairan, Mwenyezi Mungu aibariki. Wala tansau alfadla bainakum, msisahau fadhila kati yenu, ili la kuja kukubaliwa tena. Pengine ukakubaliwa, wasemaje kuhusu mahari? Kwa roho safi ukaambia toa ulicho nacho, bora nkusitiriana. Kisha wewe warudi ukawa mwizi wa fadhila, muhuni, mpenda wanawake, kijogoo kikurakura, hujui lengo la ndoa, hujui lengo la kuishi, kwa sababu lengo lako wanawake wa nje tu. Tumalize. Al-ihtiramu wa takdiru al-ikhtilafat, heshima na kuheshimu mjadala. Bwana, hebu ngoja kidogo, dakika 5 tu, kuna kitu taka kukuuliza maswala, ati wamuonyesha saa. Bwana, mimi nachelewa, time mbaya. Time si mbaya, mbaya wewe. Ati time mbaya. Hapana time mbaya, kwa Mungu time zote ni mzuri. Utasemaje time mbaya? Huko mkuntukana Mungu. Kwa hivyo time mbaya, nina promise na marafiki zangu. Rafiki yako muhuni mwenzako ndio unampa upeo mbele kwenda kupambana naye kwa wakati, ukamfisha moyo mrembo wako. Ad-din wal khuluq, dini na tabia. Na dini usiseme dini, mamangu ni una dini, babangu una dini. Dini ni vitendo, ndio Uislamu. Uislamu ni matendo, si mtu kuwa Muislamu. Pana tofauti kati ya Muislamu na Uislamu. Sisi Waislamu hatuna Uislamu wengi wetu, lakini kuna wasokuwa na Uislamu venye Uislamu. Hao ni maneno marefu sana. Number 6, husnul muashara wal ihtimam, ubora wa kutangamana. Umentukua mwana wa watu, baba na mama hakushindwa, lakini ameichunga dini, nawe ni mwenye dini, takupokea kidini. Kwa hivyo usifanye uhuni. Kama hukuja wewe, hangetoka. Angalia, nimesikia baba mmoja amwambia binti yake, umetuchokesha bara, si atoke mtu akuoe. Baba izuka la choni, umeshindwa kumuoa kipande cha eni yako. Mwenyezi Mungu amekuruzuku mrembo mzuri, kisha umwambia achiko, afadhali uolewe, afadhali uolewe ende zako, kwa sababu umeona kwamba kwa huku kera. Ende akacheseke maskini, kwa sababu adua yako wa mdomo wa tumbaku. Ni mambo ya utungu, lakini vumilieni, kwa sababu waume ni sisi na wengi wetu wahuni katika masala ya kuoa. Husnul muashara wal ihtimam, kutangamano vizuri. Unatoka na bibi yako kwenda naye pahala popote ambapo waona hapa pahala paraha na starehe. Sio kwa pesa zako ni hisabu tu, ni hisabu tu, ni hisabu tu. Salala, kuna watu wana hisabu, ukiwaona wametokwa na dofori hizi kikwetu. Kwa kuwa nini? Wamfanye hesabu mrembo wako mzuri akupendaye. Taka kwenda wapi leo? Taka kwenda pahala popo, ziko hapa, twende. Mungu amekupa pesa, ufanyeje? Sijui, na mimi mwanadamu, na Mungu atuhifadhi kwa ndimi zetu. Lakini tunavyosema ya kuwa twataka no senti, lakini tukipawa senti mkuzitumia kwa njia anazozitaka Mwenyezi Mungu. Tunakariri siku zote, mmepata kirembo cha kihakika shekhe, huenda kunitafutia gari la kihakika. Milioni ngapi hizi? 40 millions. Yes, unazitoa. Lakini angalia, kama kuna watu hapa pengine wakitoka sema astaghfirullah, astaghfirullah, watapiga astaghfirullah achi maswahaba, kwa kuwa mmesema nimenunua gari la milioni. Nenda kanunue KVT kutoka Mtume Adam, kiwe kile ukikipiga start kwa sasa watampakia mrembo mzuri kwenye gari ambalo kwenye siti yake ni hunguni vatupu. Vipi jamani nyinyi? Wala sisemi kwa kufurahisha, usema kwa dhati za roho yangu. Sikiliza, ziko, tumia, na Mungu hupenda sana, ili ikimaliza akupe nyingine. Achizike, zuia, ukenda zimeliwa na mutwa zote. Rabbi, Mungu wangu, usifanye hivyo. Wale wanaozuia ambao mpaka wametokwa na madofori kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya ubakhili, dhili wanamutwa.
au zitoe upeleke kwa wengine watakotumia. Peleka mrembo wako popote. Siku utakosema leo mimi nataka tikiti ya saa 2 niruke moja kwa moja from Moi International Airport mpaka Dubai. Mbona? Nimeweka oda, nataka kwenda kula lunch huko. Kisha ikiwa naweza, hata sitaki, nitaka nile lunch tu maadamu mfuraha ya mke wangu, kisha nrudi Kenya nilale kwenye kitanda nilichonunulia. Go ahead. Ukisikia mtu kwambia kuna mangapi ataka kufanya, kwani mimi sijui kuna mangapi? Kuna mengi, na hili katika hayo mengi. Sitaki niendelee sana, lakini ikiwa ni harusi ya masaa 2, mimi pia nilipita katika bwana harusi. Sasa ile tibe inatoa hata inigonge mimi mwenyewe, usilijali hilo. Lakini nataka kusema kitu kimoja, tuacheni uhuni katika masala ya kuoa. Tuacheni ukora katika masala ya kuoa. Hili jambo hukulitangamanisha wewe, alilolitangamanisha Mungu. Na kama huwezi kuoa, funga. Sasa kufunga itakuwaje? Kufunga itakuwaje? Kwani ukifunga ndio utafanya maasi? Ukifunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu utafanya maasi. Lakini ukifunga si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, utafunga na maasi ufanyaje? Uyafanye hivyo hivyo. Hususiyatun wal masahatu shakhsiyya. Bas, la mwisho ni hilo. Uhususia ni mume kumpa mambo hasa mkewe. Mke wangu angalia, mimi nikitoka katika shughuli zangu na mbio zangu siku 2-3, wewe nimekuhusisha mambo fulani. Haya yaangalie vizuri. Jua namna pakiharibika nyumba, wataka kufanywa hivi, kulipa mafundi, fanya hivi. Kisha kuna kijibiashara fulani, hiki ni chako wewe mwenyewe, kishughulikie, lakini kuna na changu hapa. Ukamuhusisha rafiki yangu. Na wewe sasa una mambo fulani umejihusisha. Mkipambana, kila mmoja anatoa zile takhasusati zake alizozipata katika hapa, mmefanya hivi, mmefanya hivi. Mashallah mke wangu, jazakallah khair, umefanya vizuri. Hapa kidogo kumechecheka, lakini tutarekebisha. Hao ndio maisha ambao mume aweza kumzika mkewe na mke aweza kumzika mumewe. Lakini masala rafu tu, maneno mengi, kuifanya mababe chini nini wewe jitu la wanawake nini, ndio. Mtume aliingia kwa bibi Aisha. Bibi Aisha amekaa na ndugu yake kwa kunyonya na mwanamume. Ilo alipoingia tu Mtume akatoa sura za kisampuli mbali. Imagine bibi Aisha mwanamke wa shani alipouona uso wa Mtume tu akaona hapa kuna changing fulani. Angalia, amensoma mumewe akamuelewa. Basi angalia, moja kwa moja alitoa suluhisho lile ambalo ameliona Ishaka. Bibi Aisha akamwambia, ya Rasulullah, ni ndugu yangu kwa kunyonya. Na Mtume imagine hakutemka, lakini akausoma uso. Wanawake wetu hutusoma sisi, wakaelewa hapa mume wangu amekuja na tatizo, tatumia utaratibu. Kama ndrisi tena hususa valeva. Kama sisi tena hususa valeva. Valeva ivavo hapa leo kuna harusi. Valeva vavajua kina nani. Umeingia usine, mbona umeingia na mfura? Unani? Ndafukuzwa kazini? Ambiwi hivyo, wateni ubaharia wateni kule. Mfuro tu, utaharibu zaidi. Lakini angalia bibi Aisha, ndugu yangu kwa kunyonya kwa utaratibu. Mtume akamwambia, na mtu hanyonyi mpaka ave na ndaa. Wasemaje hapa? Ilikuwa mambo ni mengine ama si mengine? Kukasawazishana mambo ya kesha. Lakini mpaka huo umensoma. Kuoa si kuoa tu, kuoa unsome, kisome kile chombo na chombo basi utakwenda safari ambayo shwa. Nisimame hapa akipenda Mwenyezi Mungu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairi al-muslimina wal-muslimat fastaghfiruhu fa ya fawza al-mustaghfirin wa ya najata at-taibin. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين.
كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف